ikasafishwa. Kwa damu ya mwana kondoo dhambi yote ilisafishwa. Tuketi. Kwa bahati mbaya hicho ndio katika injili hii ya leo Yesu anaongea tu katika injili ya Luka sura ya 17 aya 26 na kuendelea mpaka ya 30. Yesu anaongea kwa maneno mazito, na neno la mwisho anasema, palipo na mzoga ndipo walipo tai, walipokusanyika tai. Yaani Yesu kwa huzuni anasema kwamba kwa jinsi wanadamu wanavyoasi, mara nyingi wanamuasi Mungu au washike amri zake, basi ndivyo itakavyokuwa siku ya Bwana, siku ya mwisho. Kuna maangamizi. Akatoa mfano wa Nuhu. Wakati wa Nuhu walikuwa wakinywa, wakioa, wakiolewa, wakistarehe sana, lakini walikuwa wamemsahau Mungu. Sodoma na Gomora nao walimsahau Mungu, walifanya hivyo hivyo, wakamsahau Mungu. Na ulimwengu wa sasa wengi wamemsahau Mungu. Watu wanaishi kana kwamba Mungu hayupo, kana kwamba hakuweka amri, kwa hiyo ni kama wengi wanamwasi Mungu wala hawana habari. Watu wanaishi kana kwamba Mungu hayupo na kwamba hakuwaumba na hakuwakomboa. Kwa hiyo ni dhambi kubwa ya ulimwengu huu. Maana sisi tuko hapa duniani ili tumpende Mungu kwa nguvu zetu zote, kwa akili zetu zote, na tumpende jirani kama nafsi yetu. Sasa dhambi kubwa ni kutokumpenda Mungu wala kutokujali. Dhambi kubwa ni kutokumjali mwanadamu mwenzetu aliyeumbwa kwa sura na mfano wake Mungu. Kwa hiyo sisi tulio hapa walao tuko hapa kwa sababu tuna hofu ya Mungu. Kuwa na hofu ya Mungu ni vizuri. Kuwa na hofu ya Mungu ni mwanzo wa kumheshimu mwanadamu mwenzako. Kuwa na hofu ya Mungu ni mwanzo wa kumjali mwanadamu mwingine na kutokumtendea uovu wowote. Kuwa na hofu ya Mungu ni mwanzo wa maovu kuondoka, ni mwanzo wa amani. Kwa hiyo tunapoona na maovu yanayotendeka ulimwenguni kwa sababu hamna hofu ya Mungu, watu hawamuogopi Mungu, hawaogopi amri zake. Maana sisi tungeweza kuzishika amri zake na kumsikiliza Mungu, ulimwengu ungekuwa wa amani. Tumwombe Mungu sisi tuliokusanyika hapa, tuna ishara za kuwa na hofu ya Mungu, tushike amri zake, na kile ambacho Mungu alikitaka ulimwenguni. Alitaka mwanadamu aishi kwa amani, upendo, furaha, na mfano mkubwa ni huu moyo mtakatifu wa Yesu. Kuwa na moyo mtakatifu unaomcha Mungu Baba, kuwa na Roho Mtakatifu. Tuombe Mungu katika misa hii tuweze kushikamana na moyo mtakatifu wa Yesu, tuweze kushikamana na Mungu, kuwa na hofu ya Mungu na kushika amri zake, na hapo tutaweza kusema tuombee ulimwengu uwe wa amani, tuombee nchi yetu amani, lakini hasa iwe na hofu ya Mungu na ishike amri zake, na hapo yote yatafuata. Tumsifu Yesu Kristo.